Ndio, ni wakati wa neno kama vile ambavyo imeenda programu ya ibada. Kwa hiyo tunawakaribisha nyote kwa kipindi tena kizuri cha kuchangia neno la Mungu ambalo ni chakula cha uzima, na tukumbuke ya kwamba tuko katika hali ya fundisho, na wiki hii ndio wiki yetu ya mwisho. Kwa hiyo tunayoyazungumzia au tutakayoyazungumzia ni kuelekea mwishoni kabisa wa somo ambalo tulilolianza mwanzo wa mwezi, na mwisho wa mwezi tunaelekea kulimalizia. Tayari tulikuwa na kipengele ambacho tuliendelea kuzungumzia siku ya Jumapili iliyopita, iliyokuwa ikisema sababu za kushika imani. Tuliendelea kuona baadhi ya sababu 5 za kushika imani. Kwa nini tushike imani, au kwa nini tuhimizane kwa kushika imani? Na ile ya mwisho ambayo tulimalizia Jumapili ilisema ya kwamba tunahimizana tushike imani, tusiharibu imani. Sababu ya 5 ilionekana ya kwamba ni ili tusionekane miongoni mwa wachanga wa imani, kwa maana walio wachanga wa imani mara kwa mara wanaenda katika hatua ya kushindwa kutenda mapenzi ya Mungu. Hilo ndilo tulilomaliza nalo. Kwa hiyo siku ya leo tutachukua kipengele kingine ambacho kinasema njia ya kulinda imani. Njia za kulinda imani. Hapa tunapendelea kuzungumza namna gani ambavyo tunaweza kulinda imani. Tumesikia mengi, tumesema mengi kuhusu nani awezaye kuharibu imani, nani awezaye kulinda imani, sababu za kusababisha tulinda imani. Lakini siku ya leo tunasema njia ambazo tunaweza tumikisha ili imani yako iwe salama, njia ambazo unaweza kupitia ili imani yako iwe safi, isiharibike. Na kulingana na somo hili au kulingana na kipengele hichi, tuna hatua 3 ambazo zinaweza saidia Mkristo kwa kulinda imani yake. Kuna hatua 3 ambayo mtoto wa Mungu anaweza kutumikisha kwa kulinda imani yake isiharibike. Katika njia hiyo ya kwanza, kwa wale ambao wanaandika, ya kwanza inasema kuwa na maamuzi yako mwenyewe. Kuwa na maamuzi yako mwenyewe. Hatua ya pili au njia ya pili ni kuelewa mwanadamu ni nani. Ili nilinde imani yangu, ili imani yangu isiharibiwe, ili imani yangu nisiharibu. Hatua ya pili au njia ya pili iwezayo kukusaidia ni kwamba uelewe mwanadamu ni nani. Mwanadamu ni nani? Wakati tunapoenda kuelewa mwanadamu ni nani, ni njia tosha ya kusaidia imani yako isiharibike katika hatua ya kumfuata Kristo. Na njia ya 3 na ya mwisho ni kuishia neno la Mungu ili imani yako isiharibike. Tangia siku ulipomkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, hadi atakapokuja Kristo akukute ya kwamba uko ndani ya imani, au kama tayari ulikufa, ukufe ndani ya imani, ni kuishia neno la Mungu. Amena. Tuanze na njia ya kwanza ambayo tulisema ya kwamba kuwa na maamuzi yako mwenyewe. Ninaposema kuwa na uamuzi yako mwenyewe, ninamaanisha ya kwamba kwa kulinda imani yako inatakiwa wewe mwenyewe uwe na maamuzi juu ya imani yako. Maamuzi jinsi utakavyotembeza imani yako, jinsi utakavyotumikia imani yako. Maamuzi yawe yako, yasiwe kuwa ya mtu mwingine ndio atakao kuelekeza. Hapo ndipo tunapendelea kuzungumzia.
imani yetu iwe salama, ili tuendelee kuwa salama katika imani, tunatakiwa tuwe na maamuzi kwa ajili ya imani. Nilete mfano kidogo kuwa na maamuzi. Inawezekana unaweza fikia hatua umetembea sehemu, ile sehemu ambapo umefika, wale waliokupokea wana imani tofauti na ya kwako. Pale ulipoenda, umeenda kama mwanafunzi, inawezekana, au ulienda katika shughuli fulani wakakukaribisha, lakini unakuta ndani ya nyumba ile ambayo wamekukaribisha wana imani tofauti na ya kwako. Utafanya namna gani ili imani yako iwe salama? Hapo ndipo tunasema ya kwamba inatakiwa uwe mwenye maamuzi, uwe na decision kwa ajili ya imani yako. Inawezekana kwa kuambia kwamba hapa ulipofika sisi hatuna imani sasa na wewe. Huyo Yesu unamtaja sisi hatumwamini. Kwa hiyo ili upate kuishi hapa inatakiwa ya kwamba usilimu, ni mfano. Ili upate kula chakula inakubidi usilimu, mfano huo. Utafanya namna gani? Na huku unajua kwamba uko sehemu ya ugenini. Kama hauna maamuzi yaliyodhabiti, imani yako itaharibika. Tulikujua uko Mkristo, kesho tutakukuta na kanzu mweupe na kitambala na shapo mweupe mkichwa na gashene mikono, ukiendelea kusema salama aleikum na vinginevyo ambavyo vilikuwa tofauti na imani yako. Hapo imani imeharibika kwa sababu maamuzi yako hayako dhabiti. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Ningeomba tusome Ezekieli, tufunue Biblia zetu. Kama kuna mtu atapata kwa haraka anaweza soma, kama hayupo hacha tusome. Tutasoma Ezekieli sura yake ya 18 na verse yake ya 12. 18 kwa 12. Ndiyo. Aha. Aha. Itabaki haki ya mwenye haki. Amena. Ongeza Mathayo 16:27. 16:27. Kwa sababu mwana wa Adam alikuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake. Ndiyo. Kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amena. Katika Ezekieli tumeambia ya kwamba roho ambayo itakayokufa ni roho ambayo itendayo haki, na haki ya mwenye haki itakuwa juu yake. Baba hatachukua mzigo au dhambi za mwana. Mwana hatachukua dhambi za baba. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema ya kwamba wakati tunapenda tulinde imani yetu, wakati tunapopenda imani yetu isiharibiwe, tuna jukumu ya kuwa na maamuzi katika imani. Uwe na uamuzi katika imani. Kama Biblia inasema ya kwamba roho itakayokufa ni roho ile ambayo iliyotenda dhambi. Hapa tukiangalia ametupatia mfano wa watu wawili. Kuna mfano wa baba na kuna mfano wa nani? Wa mwana. Mwana akitenda dhambi, dhambi ile iko juu yake mwenyewe hata kama ni mwana. Baba akitenda dhambi, dhambi ile ya baba haitaenda kwa mwana, itabaki kwa nani? Kwa baba. Hilo linatuonyesha ya kwamba kuna uhitaji ya kila mtu awe na jukumu juu ya nafsi yake. Kama uko mwenye haki, wewe
ile haki itakuwa juu yako wewe mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kama umetenda dhambi, dhambi ile itakuwa juu yako wewe mwenyewe. Acha niseme kidogo hapo. Inafikiaka mtu fulani, inawezekana baba ametenda dhambi, inawezekana baba ametenda dhambi, baba ameiba. Baada ya kuiba, watu wanamfuata baba ili wamkamate, lakini kwa bahati mbaya baba ameponyoka, amekimbia. Wakamkuta nani? Mtoto yuko pale. Katika hasira wanamchukua mtoto, wanampiga. Inawezekana mtoto akafariki. Lakini acha nikwambie hivi, hata kama huyu mtoto anaweza kufariki, haijamaanisha kwamba dhambi ya baba imeendelea kwa nani? Kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ile dhambi ya baba itamfuata baba, kwa sababu hata Yesu alipigwa na huko hakukutenda nini? Hakutenda dhambi, lakini alikufa kwa ajili yako na yangu. Lakini Yesu alibakia tu nani? Mtakatifu, wala hakutenda dhambi, lakini amekufa kwa ajili ya watu wengine. Dhambi itabaki juu ya yule aliyetenda dhambi, na haki itabaki juu ya yule aliyetenda nini? Haki. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunasema ya kwamba lazima baba ajue kwa hiki, mtoto ajue kwa hiki, baba yangu anapenda, mama yangu anapenda. Ninapenda kusema nini hapa? Kama kuna uhitaji ya wewe kusimama imara katika imani yako. Hata niseme hapa vizuri, labda hapa sijasema vizuri. Wapendwa, huu ndio Ukristo. Kama unaona kuna madini nyingine wana msimamo katika imani yao, ni kwamba wanakuwaka na decision katika kile wanachoamini. Na ukiwaambia kwamba tutakuua, yeye anasema kama ni kuua muniue, sitageuka katika hili. Kama unaweza kuwa baba munyumba Mkristo, inawezekana huko mtumishi kanisani, lakini ni kwamba watoto wako hawajui ya kwamba baba anapendaka nini katika nyumba yetu. Uko mama mtumishi wa Mungu, lakini watoto wako hawajui katika imani ulio nayo unapenda nini na upende nini. Hii inatupeleka katika hali ya kukosa responsibility za kiroho ndani ya nyumba. Kuna majukumu ambayo tunatakiwa mtu aliye pembeni na sisi ajue decision zetu tulizo nazo ndani ya imani yetu. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako anajuaka wewe haupendaki nini kuhusu imani. Mtoto wako anapendaka nini? Anajuaka nini? Kama tunaweza uliza watoto wawili hapa, tubaulize ya kwamba baba yako au mama yako anakuambiaka kuhusu kanisa nini? Kuna wale ambao wataibika hapa, wapo ambao wataibika, na kuna wale ambao watapatia. Kama mtoto anaanza simama kwamba mimi baba yangu ananiambiaka tusilale bila kuomba, hiyo ni alama ya kuonyesha kwamba mtoto anajua ya kwamba haya ndio maamuzi ya baba. Kama bwana anaweza jua ya kwamba bibi yangu nikimtendea hiki nitakuwa nimemkosea, nikigusa katika hili ndani ya imani yake nimemkosea, hapo una maamuzi katika imani yako. Kama mke anaweza jua ya kwamba bwana yangu tuseme vingine, lakini kifika katika pointi fulani kuhusu imani, hapo nisimchokozi, hiyo ni alama mojawapo inaonyesha kwamba uko na maamuzi yako mwenyewe kulingana na imani yako. Lakini kama munyumba hawajuaki unapenda nini na unakatala nini, Bwana tusaidie. Munyumba hawajuaki unapenda nini na unakatalaka nini. Kwako munyumba mtu aingia na saa 4 ya usiku ni haleluya. Nani yule anagonga kule? Ni mie baba. Oh, ndio unaingia saa 4 ya usiku, anaingia kama mwake. Watoto wanafanya kama wapendavyo munyumba, hawajui ya kwamba kulingana na imani yetu baba apendaki hivi, watoto hawajui. Hii ni kupungukiwa na maamuzi kulingana na imani, na wakati wowote kama mtu anaishia mwii hali, imani yake inaweza kuharibika.
iko rahisi kuharibika kwa sababu hana maamuzi kuhusu imani yake. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Tunasema ya kwamba ili imani yetu isiharibike, tuwe watu ambao tuna maamuzi kuhusu imani. Hata kama tunaweza fikia sehemu watuambia kama au kufanya utalala na njaa, unamwambia ni afadhali nilale na njaa kuliko kumkosea Mungu. Huyu ana maamuzi. Kuna watu ambao waliambiwa kwamba kama haukufanya hivi tutabaua, akasema kama ni kutuua mtuue, lakini hatutamkosea Mungu. Huyu ana maamuzi. Sasa wewe walipokuambia ya kwamba umtukane Mungu, ulisema nini? Walipokuambia umkane Mungu, ulichukua maamuzi gani? Bwana Yesu tusaidie. Haleluya. Ulifanya nini wakati ambapo ulikutana kuna hatua ya kuzuia imani yako, ya kuharibu imani yako? Ulifanya nini? Wengine wanasema ya kwamba tutaenda kuomba tu msamaha. Basi Biblia ile inasema kwamba ukifika Roma uwe kama Mrumi. Ndio hivyo. Uwe kama Mrumi katika kutembea ndani ya imani, sio kama uwe Rumi katika hali ya kutenda dhambi. Haijasema hivi Biblia. Kama Warumi walitenda dhambi, nikifika Roma na mimi nitende dhambi. Biblia haijaturuhusu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mafundisho, siku ya 5 ni siku ya mafundisho. Hivi niulize swali. Kabla sijauliza, tusomee andiko hili. Tusomee andiko hili Mathayo. Ningeomba usome kwa urefu, au kama hauna waraka wa kusoma tunaweza kukusaidia, kwa sababu ni maandishi yako marefu kidogo. 10:32 mpaka 39. 10:32 hadi 39. Nitaomba usome kwa sauti, tena kwa utaratibu kabisa, kwa spidi kidogo, ili tusipoteze wakati kwa ajili ya usomaji. Karibu kwa usomaji. Mathayo 10:32, 39 mwisho. Soma, karibu. Tunasoma Mathayo 10:32. Kwa wale ambao wanaandika, ningeomba utaacha nafasi, utaandika verse, uandike verse 22 au 32, verse 33 mpaka utashuka utaenda na ruka mistari hivyo hivyo. Uache mistari buwili au tatu. Kuna maneno utaingiza hapo. Karibu kwa usomaji. Tunasoma. Ndio. Basi. Ndio. Kila mtu atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Amena. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele za watu, ndio, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Amena. Msizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Ndio. Kwa maana nilikuja kumfitini mtu na babaye, ndio, na binti na mamaye, na mkwe mtu, na adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Uishi 10:39 mwisho. Wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Ndio. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Amena. Mwenye kuionea nafsi yake, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Amen. Amena. Tuna uandishi mrefu ambao tumesoma, lakini tuko tu katika pointi ya kusema ya kwamba lazima tuwe na maamuzi yaliyodhibitika, sio maamuzi ya kutingizika. Ni maamuzi unaposema ndio na iwe ndio, unaposema hapana na iwe hapana, na wakikwambia sema hapana uambie nasema ndio. Hiyo inasaidia imani yetu isiharibike, hata atakapokuja Kristo atukute tuko salama. Tumesoma habari za Yesu, anaonesha watu ya kwamba ni namna gani mtu anaweza kuonekana mbele zake anastahili. Namna gani utaonekana mbele ya Yesu? Imani yako ni imani iliyodhabiti. Hapa
hapa ameanza verse yake ya 32. Ile 32 inabidi imani yako ijulikane kwa kila mtu. Kama imesema ya kwamba 32, hata nipasome na mimi pia. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Hii verse inapendelea kuonyesha ya kwamba lazima imani ulio nayo ijulikane kwa kila mtu. Lazima imani ambayo nilio nayo ijulikane kwa mtu aliye karibu nami. Huyu mtu ajue nini ambacho ninapenda, nini ambacho sipendi, kama nilivyosema mbele. Ndio hapo Yesu anasema kwamba mtu ambaye atakaye nikiri mbele za Baba, nami nitamkiri. Yeye atakaye nikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za nani? Za Baba. Lazima bwana yako, bibi yako, watoto wako, jirani yako, wazazi wako wajue unaamini nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha nilete kama mfano kidogo. Haka kama mfano ni kama mfano, lakini kwa upande mwingine kanaumiza kidogo. Lakini acha niseme, na kama kuna mtu ataumia, Mungu ambariki. Siku moja tulienda kununua biashara sehemu fulani. Tulipoenda kununua biashara fulani, tulienda na watu fulani. Tena wale watu walikuwa Wakristo. Tulipofika kule kununua ile biashara, yule ambaye alikuwa anatuzishia akatuambia kwamba hivi, muhesabu muone kama viko vingapi hivyo bidhaa ambao mnapenda kununua. Nikahesabu nikapata kama ilikuwa 19 na ngapi hivi. Nikamwambia wenzangu kwamba ni 19 na kadha, nikawapatia idadi. Katikati yao mmoja akaniambia hivi, hapana, tushushe idadi. Wanani hawa? Wakristo. Kibati nzuri hawako hapa, lakini kama wangekuwa hapa pale wangeomba msamaha baada ya mafundisho hapo, wangeenda kutubu. Baadaye wakasema kwamba hapana, tushushe, tumwambie kama ni 17 tu. Sikuwasikia kitu, nikakala kimya, sikuambia kitu. Yule mwenye biashara akakuja, ya ulihesabu ngapi? Nikamwambia ile idadi. Akasema kuja na pasteri mu vitu vya hivi, mimi hapa ningemshusha. Sasa huyo anayesema ni mtu ambaye mkinwa chake hamungetoka maneno kama na haya. Ninachosema ni kwamba kama pale singelisimama imara, wale watu wangeniona mimi kuwa sawasawa na jinsi wao walivyo. Na tangia hiyo siku hii maneno leo singeisema, kwa sababu ningesikia aibu kuisema. Lakini kama nasimama kwa ushujaa ni kwamba lazima mtu aamini, aelewe nini unapenda na nini kenya haupendi. Imani yako ni imani iko na uwezo gani? Mtu aelewe. Asikuelewe katika udhaifu, akuelewe katika uaminifu. Bwana Yesu asipewe sifa. Dada, inawezekana unachumbiwa ndio. Kaka ni kaka wa kanisani hapa. Mnaimba kwaya, mliimba kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Si waliimba hapa. Mlimba wimbo gani? Wanisaidie wimbo mlimba. Wimbo mlimba. Yote unayotenda ni makubwa mno. Fanya Mungu wastahili sifa. Sawa. Baada ya kumaliza kuimba, tunatoka muibada. Yule mchumba wako anakuita. Ndiyo, ile siku naona pale uliimba vizuri, sijui na vinginevyo, lakini ningeomba ufike kwangu na saa 5 ya usiku. Hapa hivi angali hapa, sijui nini. Aseme hapana, wewe tu utafika, utatupa kutukalijiwe kumanjanja, nitajua ya kwamba uko pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wewe hule unaona henda, unatupa kalijiwe. Huyu anaamini uko Mkristo au uko Mkristo mvuguvugu? Sijibu umeipata. Lakini unapomwambia kwamba mimi vile unavyoona ninatumika,
Siwezi kumkosea Mungu. Kama unanipenda, ngoja siku yako watufunge harusi kanisani, alafu mambo mengine tutaendelea nayo mpaka atakapokuja Kristo. Lakini wewe leo unaimba, kesho unageuka mchumba, kesho yako unageuka bibi harusi, kesho yako unageuka bibi kizehe. Wewe unabadilika. Imani yako ina misingi ipi? Tunasema ya kwamba lazima imani yetu ijulikane na mtu aliye pembeni, tunaamini nini. Haleluya, haleluya. Nilishangaa sana jana, nilikuwa naongea na mtu mmoja akasema hivi, unaona mimi na fulani hatukuwake tunasemeshana na wako wa Kristo wa kanisani. Sasa niulize swali, imani yako ni imani ya namna gani? Ulifunua andiko gani ambayo inaruhusu ya kwamba wewe wakati wa meza tunakula meza moja ambayo ni ushirika, lakini tunapotoka meza tukifika pale kwa mlango hakuna kusalimiana? Hii imani umeitoa wapi na ina misingi katika Biblia ya wapi? Lazima unachokiamini aliye pembeni na wewe ajue unaamini nini, haupendi nini na unapenda nini. Ndio Yesu alisema ya kwamba atakaye nikiri mbele ya wanadamu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Eski bwana yako anajua uko Mkristo? Hivi watoto wako wanajua uko Mkristo? Barikiwe sana, barikiwe mama, Mungu akubariki. Mtu mmoja amejibu tu, bwana yake anajua, watoto wake wanajua. Labda na wewe unajua moyoni, uko unajibu moyoni. Hiyo jibu tu, endelee nayo. Hivi tunaaminika kabisa tuko wa Kristo? Kama tunaweza kusanya watu 10 Mosire, tukusanye tu wa mama 10 tuwalete. Mama unayo baba, isi watakushuhudia kwa Mkristo? Kama tunakusanya tu majirani wenye kuzunguka, tuseme tu nyumba 5 ambazo zinakuzunguka, tuseme je, mnasema nini huyu baba au huyu mama ni Mkristo? Watakushuhudia je? Biblia inasema ya kwamba hatuwezi kumpenda Mungu tusiyemuona, na huko tunachukia nani? Jirani tunayemuona. Imani yetu itashuhudiwa kwanza na jirani. Bwana Yesu apewe sifa. Hata nikushuhudie vitu vitatu ambavyo vinashuhudia imani yako. Kitu cha kwanza ambacho kinashuhudia uko Mkristo, dunia. Wale unaoishi nao ndio watakuwa wa kwanza kukushuhudia uko Mkristo. Watoto wako, mke wako, bwana yako, wazazi yako na kadhalika. Kikundi cha pili ambacho kinashuhudia uko Mkristo, kuzimu. Kuzimu, mapepo, mashetani, wachawi ni watu ambao wanashuhudia kwamba ule baba, ule mama ni Mkristo, kwa sababu walijaribu kuja kwako wakakuta nguvu za Mungu, wakarudia wakasema huyu ni Mkristo. Lakini kama shetani au ni mapepo yanafika kwako wanakuchezesha, leo utalala na saa 9 ya usiku, bana kupeleka mapepo na kupeleka wewe, ule unazunguka manyumba, unazunguka unapanda unashuka, mapepo atasema huyu ni wetu, anajifanya tu kuwa Mkristo, ni wetu. Kitu cha tatu ambacho kinashuhudia ya kwamba uko Mkristo ni mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mbingu inashuhudia ya kwamba uko Mkristo. Na cha mwisho kabisa ni nafsi yako mwenyewe, kwa maana Biblia inasema kwamba roho zetu hushuhudia ya kwamba sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. Roho yako inakushuhudia namna gani? Hatuseme lingine, tunasema kwa ajili ya kulinda imani. Hacha Mkristo uonekane ya kwamba uko Mkristo. Hacha kuonekana ya kwamba kuko liste ya vitu ambavyo unasema siwezi kufanya kwa ajili ya Kristo. Kuonekane liste ambayo inasema ninaweza kufanya kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ninaweza kuuliza swali, unipatie vitu 5 ambao hauwezi kufanya duniani kwa ajili ya Kristo, na hivyo vitu ambavyo uonekane katika hivyo vitu 5 kweli haukuwemo, utaweza kusimama? Mtu mmoja asimame, vitu 5 ambavyo zashuhudia kwamba mimi niko na 5 ambavyo siwezi kufanya kwa ajili ya Kristo, ili nimpendeze Kristo, siwezi fanya. Utaonekana? Yupo? Kama
Kama tukisimama katika imani, vita itasimama. Bwana Yesu atusaidie. Hakuna aliyeishia imani akapata amani duniani. Kama ukiishia imani, vita isipotoka kwa bibi yako itatoka kwa bwana yako, isipotoka kwa bwana itatoka kwa baba, isipotoka kwa baba itatoka kwa watoto, isipotoka kwa watoto itatoka kwa majirani, isipotoka kwa majirani itatoka hata kwa mtu mwingine. Kama ukiishia imani. Lakini kama una amani duniani, kwako ni haleluya tu. Inawezekana imani yako hainyooki mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Verse yake ya 35 inasema, ninasoma. Kwa maana amani, kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe na mkwe mtu. Kwa wale ambao wanaandika ni kwamba hiyo ndiyo hatua ya mtu anayelinda imani yake. Yesu amesema hivi, nimekuja kuleta vita kati ya mtu na baba yake, kati ya binti na mama yake, mkwe na mkwe mtu, mama yako mkwe na wewe ambaye umeolewa. Yesu amekuja kuleta nini? Amekuja kuleta fujo, vita kati ya watu wao. Kwa nini Yesu ametangaza hili? Hapa Yesu anapenda kusema ya kwamba kwa ajili tu ya kulinda imani, unaweza kukosana na baba yako. Kubali kukosana na baba yako. Natangaza, kubali kukosana na baba yako kwa ajili ya imani. Kama utasikua swali utaniuliza. Labda unaweza niuliza ya kwamba Biblia inasema kwamba tutii wazazi, utawatii katika mema, sio katika kutenda dhambi. Labda utasema ya kwamba Biblia inasema kwamba baba ndio Mungu wa kwanza duniani. Mungu hawezi kukuambia utende dhambi. Kwa hiyo kama anakuambia utende dhambi, yani sio Mungu, ni shetani. Narudilia, kama unaweza fikia hatua baba anakuambia kwamba chukua hii mizizi, sisi hii mizizi ndio inakuwa inatusaidia, hii mizizi ndio maana unaona, katala kwa ajili ya imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kataha. Lakini kama utasema wewe ndio baba Aisha sema, unakamata, unahubiri, unahimba na uko na mizizi ambayo unajifunga, ni ole. Baba anakuambia kwamba twende tuibe, unakubali. Mama anakuambia ufanya hivi, mama anakupeleka katika maovu. Mtoto wangu toa mimba. Mama alo. Bwana Yesu tusaidie. Baba semaki toa mimba. Bwana semaka toa mimba baba. Baambie binti yake aseme toa mimba. Msizingishie wa baba. Bako. Hapo ni baba mama hapo. Kwa sababu wewe mama ndio unajuaka mimba mtoto ashakuwa na mimba. Wa baba atakuya kujua veke maretari. Kuna mama mmoja humo alifikia hatua kuzaa, sikuja kama iko na mimba. Mimi akaniambia kwamba Alisa vile alikuwa na mimba. Bibi yangu akanisa, sasa wewe macho yako yaoni, sasa macho yangu mimi yanaomba kwa kuona mamimba. Bwana Yesu atusaidie. Baba hawajua hivyo. Ninasema ya kwamba kama unaweza chukua mimba, mama yako anakuambia kwamba mtoto tutoe mimba, ona katala. Ushafanya dhambi ya kufanya uasherati, unapenda uongeze na kuona juu, kataa. Ukikataa mimi na wewe nitakulaani. Ile laana haikamataki, ni ya bongo, haiwezi kamata. Nasema ya kwamba Yesu amesema hivi, kwa ajili ya kuvuruga imani yako, ni afadhali vita viingie kati na wewe na ule mtu ambaye anapenda kuvuruga imani yako. Haleluya. Hii inatusaidia sana. Kwenye verse yake 36 inasema, elewa wazi, watu wa kwanza wanao uwezo wa kuharibu imani yako sio wa mbali. Ile verse 36. Bwana Yesu atusaidie. Wanao uwezo wa kuharibu imani yako, hawakuachi watu wa mbali. Tuko tu katika hatua ile ya kusema ya kwamba namna gani tunaweza kuwa na uamuzi katika imani yetu. Tuwe na uamuzi wa imani yetu. Watu ambao Biblia inataja, watu ambao walio wa kwanza kuharibu imani ya mtu ni watu wa nyumbani mwake.
Watu wa kwanza kuharibu imani yako ni watu unaosali nao. Watu wa kwanza kuharibu imani yako ni watu ambao walio ndani ya nyumba yenu. Tuko pamoja hapa? Nyumba ya kwanza nasema nyumba yako kwenu nyumbani. Nyumba ya pili nasema nyumba kanisani. Kama kuna mtu atakuwa wa kwanza kuharibu imani yako, wawapa hapa kanisani hapa. Kama kuna kuwa mtu wa kwanza kuharibu imani yako, watu wa nyumba yako. Kama haiko bwana yako, atakuwa bibi yako. Kama haiko bibi yako, atakuwa baba yako. Hao ndio wa kwanza. Kama Yesu amefunua hili, ni kwa sababu tuwe makini. Inawezekana bibi yangu ameenda katika njia iliyopotoka. Nileze mfano kwa bibi yangu. Bibi yangu amekamata uzinifu. Wakati amekamata uzinifu, wanaimba Monsire. Kama hiyo siku sijui watakuwa wanamfunga pamoja nguo, wanamfunga, wanakuja naye wanaimba himba ye. Ni nini kinaimbwa huko? Waseme hauna habari. Kuangalia mama pastor. Sasa nini nitakachokifanya mimi ili nilinde imani yangu? Mtu asiyekuwa makini atasema na mimi sasa nitakuonyesha. Na upastere na hacha naanza kuoa wanamke bote wa Monsire, bote kutafuta. Aliyeharibu imani yangu ni mtu wa wapi? Wa nyumbani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Hawako wambali wanaoharibu imani ya mtu, ni watu wanaokuzunguka. Hawako wambali, lakini inatakiwa uwe na maamuzi. Hata kama anaweza kuwa mtu wa karibu na wewe. Kwa nini hivi naumizaka? Nilete mfano hapa hivi. Kama ninaweza fika kwako mama, kama ninaweza fika kwako mama, mie nakupendaka sana. Hata pale vile unaimbaka kwaya na kwa naimba pale nakupendaka sana. Wewe ukiwa na Roho wako Mtakatifu, unamwambia pastor, benye nilikuwa nakukamata, kumbe unaweza fanya hivi. Kumbe mbinguni hatutaenda. Mbinguni tu. Kumbe mbinguni hakuna mwenye ataenda mbinguni. Baba Kristo, mimi na hacha. Aliyeharibu imani yako ni wapi? Mtu aliye wa karibu nao. Sasa hiyo ndio Yesu alipenda kutufunulia kwamba tuwe makini. Watu watakao haribu imani hawatokaki mbali. Ni wale ambao tunakula nao, ni wale ambao tunalala nao, ni wale ambao tunacheka nao, ni wale ambao tunatembea nao. Lakini uwe na nini? Na uamuzi kulingana na imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali uharibu imani kwa sababu wa karibu amekuja kuangusha katika imani yako. Lazima usimame na uamuzi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 37 inasema upendo wa Kristo. Hacha nisome hapa ili nitamalizia huko. Unasema kwamba 37 inasema kwamba apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Amena. Ninachomaanisha hapo kusema kwamba usipende mtu yoyote duniani kuliko Kristo. Ninalopenda kumaanisha hapa ni kwamba usitoe upendo wako kwa mtu yoyote kuliko Kristo. Ni vizuri nimpende jirani yangu, ni vizuri nipende bibi yangu, ni vizuri nipende watoto wangu, ni vizuri nipende wazazi wangu, ni vizuri nipende majirani, ni vizuri nipende watu wengine. Lakini upendo nitakaotoa kwa mwanadamu usiwe juu ya upendo ambao nilimpatia Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Upendo nitakaotoa kwa ndugu yangu usiwe upendo ambao ni uko juu na upendo ambao ninaompenda Kristo. Yesu anatangaza kwamba kama mtu atapenda mtu mwingine kuliko yeye, huyo hafai mbele zake. Kitu cha kwanza ni kwamba tumpende Kristo sana kuliko watu wote duniani. Nimpende Kristo kwanza kuliko bibi yangu. Utanipatia andiko ya kwamba Biblia inasema ya kwamba hatutampenda Mungu tusiyemuona na anatuchukia jirani. Ndio swali utakuja nayo. Lakini anasema hivi, hatutakosa kuwapenda watu tunaowaona.
lakini upendo wetu kwa watu uwe mdogo kuliko upendo kwa nani? Kwa Mungu. Tutaanza kwanza kupenda watu, alafu tutaenda kwa Mungu, na ule wa Mungu utakuwa upendo mkubwa sana kuliko ule ambao tuliutoa kwa watu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze maisha haya, ndio maisha ambayo inayompendezesha Mungu. Verse 38 nasema imani 38 nasema ni wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Ninapenda kusema ya kifupi ni kwamba imani inaleta kifo, imani inaleta mateso. Hilo ubielewe, hivi ubielewe Mkristo. Elewa kama imani siku zote inaleta kifo. Kama kuna mtu ambaye anaweza kubali ya kwamba aende kutangaza Kristo mahali ambapo watu wanauawa, na mtu akajitolea kwamba mimi nitaenda, nini kinachosukuma? Ni imani iliyo ndani mwake. Haleluya. Imani iliyo ndani mwake, anaona namna gani jukumu alilonalo kwa Kristo, upendo alionao kwa Kristo, ni lazima amtangaze Kristo, hata kama ameambiwa ya kwamba atauawa, hata kama ameambiwa ya kwamba kuna shida, lakini anakubali kutimiza makusudi ya Mungu. Hiyo basi tuseme ya kwamba imani inaleta shida. Kuchukua msalaba ni kubeba mateso kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kuchukua msalaba ni kuendelea kukubali maumivu yoyote yanaweza kupata kwa ajili ya Kristo, unamfuata. Hiyo ndio kubeba msalaba. Tena Biblia inasema ya kwamba chukua msalaba wako ujitwike na umfuate. Biblia inasema ya kwamba wewe peke yako ndio utabeba msalaba wako, hakuna atakaye kusaidia. Yesu alimsaidia na nani? Walimsaidia na nani? Wewe msalaba. Simoni wapi? Simoni Mkurene. Simoni nani? Kirene. Lakini ni kwamba Yesu anasema hatutasaidiwa kubeba misalaba yetu. Wewe peke yako chukua msalaba wako, uweke kwenye mabega. Kama utaweka hapa, unaenda nao, unamfuata Kristo. Hiyo ndio matokeo ya imani. Ndio hali ya mtu ambaye anaishi katika hali ya kusamanisha imani yake. Neno kubwa, hata niseme hili, tuna mwezi mzima tunasema habari ya kulinda imani. Kama Mkristo wa MPA, unaweza fikia hatua hii mwezi wote ukose hata hatua kakusimama heko, ukose hata kalevo kakusema ya kwamba nimesimama katika levo hii. Hey, ni ole. Lakini hata nikwambie hivi, hata imani yako ionekane imepanda sehemu fulani ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Badilika, acha imani yako ionekane ya kwamba imepanda ngazi kidogo. Lakini kama utakuwa Mkristo yule, mwaka nenda mwaka rudi, uko vile vile, hakuna mabadiliko. Mtu mmoja aliona maono, tena ni mtu wapo. Kwanza ni watu wawili. Acha niseme habari hizi. Mtu mmoja aliona maono ya kwamba kulikuwa sehemu ambapo watu wanaenda. Sasa ikafika sehemu watu wengi wa Kristo wa MPA, watu wanafika sehemu ile wanaruka. Akaona baadhi ya watu walioruka, na akaona sehemu watu walikuwa wanatumikia, wanashindwa kwenda. Mwingine akaona hiyo watu wawili. Mwingine akaona hivyo ya kwamba tulikuwa kanisani, lakini walioonekana ya kwamba wako mbele za Mungu wamesimama ibada wachache sana. Kama yule mtu aliyeona hivi kwa maana anakumbuka hivi. Hacha nikuoneshe hivi. Hatutampendezesha Mungu kwa kuimba. Kamwe halitampendeza. Hatuwezi mpendezesha Mungu kwa kuhubiri. Hata uanze asubuhi mpaka jioni, kama nishachukua dakika 13 pale niko na hubiri. Hiyo haitoshelezi kwa kumpendezesha Mungu. Hatutampendezesha Mungu kwa kutoa. Halitampendezesha. Biblia inasema ya kwamba
tunampendezesha Mungu kwa njia moja ambayo ni njia nini? Ya imani. Waebrania 11. Ya kwamba hatumpendezeshi Mungu kwa njia nyingine, bali tunampendezesha Mungu kwa nini? Kwa imani. Tunapoishia maisha ya imani, hapo ndipo tunampendezesha Mungu. Kama tutaonekana tuko wasamani mbele za Mungu, ni kulingana jinsi tunavyoshika imani yetu. Bwana Yesu tusaidie sana. Hivi niseme, kama hiyo siku angesema wewe ulionekana ulidumukia mahali pale wakwenda sasa, ungekuwa na picha gani? Na hapo uko unafanya kazi kanisa la Mungu, akiwa unaonekana unadumukia, hakuna sehemu yoyote unaenda. Nini ambacho kinasababisha udumukie? Imani yako haisimami. Imani yako haionekani. Haumtangazi Kristo kama wewe ni wa kwake. Bwana Yesu tusaidie. Amen. Haleluya. Amen. 39 na mwisho. 39 na mwisho basi. Haja tusome. Wako na mtu ana macho mazuri anaweza kusaidia kwa kusoma. 39. 39 tunasoma. Ndio. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza. Naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Amen. Ndio. Kama unaweza kulinda imani yako, nafsi yako. Kama unaweza pendelea uprotege maisha yako, utapoteza. Lakini ukipenda kuiangamiza maisha yako kwa ajili ya Kristo, utaiona. Hapa ninapenda kusema ya kwamba usionee huruma mwili wako kwa kumkosea Mungu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usionee huruma mwili wako kwa kumkosea Kristo. Hacha mwili wako uteseke kwa ajili ya kumpendezesha nani? Kristo. Tunatesa mwili yetu namna gani? Ikiwa kama tunaweza pigwa, tunashindwa kuitikia mapigo yake kwa kuogopa Kristo, hapo tunapoteza, tunazaraulisha mwili wetu ili tumpendezeshe Kristo. Kama tunaweza fikia hatua ya kunyang'anywa vya kwetu. Wewe uko single mother, bwana yako haiko hapo. Masingle mother wanaweza kusaidia. Amen. Masingle mother wanaweza kusaidia. Amen. Bwana haiko hapa, iko mbali, anaenda kutumika kazi. Uko single, haujaoa, haujaolewa, hauyapata mtu akupiga hodi kumlango atakaye kuoa. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko ya Yesu anawapenda. Ni kwamba mwili unakuongoza ufike katika sehemu fulani. Wakati mwili unakuongoza kwenda katika sehemu fulani, wewe unasema sitaenda mwili. Hiyo sehemu ambayo unanielekeza. Haujatesa mwili wako. Haujatesa mwili wako. Ndio Biblia inasema kwamba atakaye haribu maisha yake, atakaye angamiza maisha yake kwa ajili ya kumpendezesha Kristo, ile maisha yake ataipata. Lakini wewe unakwambia tembea, unatembea. Huko unajua kwamba ninaweza kuonja hata nipendezeshe mwili, bali niambia utapoteza maisha yako kwa kupendezesha mwili wako. Ndio maana nasema kwamba katika hali ya kuwa na maamuzi juu ya imani, kubali mwili uteseke kwa ajili ya Kristo. Hiki kimwili banakiita hema. Hiki banaitaka hema. Siku yenita pasuka na upepo, hata ushone. Pale maneno ulishonaka ndio pata pasuka tena. Kubali uteseke kwa ajili ya Kristo. Kubali kama ni kumtumikia Kristo, mtumikie sana. Hata kama ni vifungo, vifanye sana. Koromesha pasuka, acha ipasuke. Inajaa vinonda, acha hivi vinonda kwa ajili ya Kristo. Siku ambayo Mungu atakupatia mwili wako kulingana jinsi ulivyoteseka, utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno moja ambalo tunalozungumzia leo, tumesema hatua za kulinda imani, njia za kulinda imani. Tumesema ya kwamba kuna njia 3 ambazo zaweza saidia Mkristo imani yako iwe thabiti, imani yako iwe imara,
usiwe Mkristo wa 2025 ule tulikuwa kama 2023 ndio uko vile vile 2025. Hakuna mabadiliko. Na kuomba haubadilikani, na kufanya kazi ya Mungu haubadilikani, na kushiriki ibada haubadilikani. Yaani uko vile vile tu. Ndio tumesema njia ya kwanza ni kuwa na msimamo wa yale ambayo unayoyaamini. Na mtu yeyote, unakataa mtu yeyote asigeuze msimamo wako kwa yale ambayo unaamini. Kama una msimamo, imani yako haiwezi kuharibika kama. Lakini kama hauna msimamo, imani yako itabadilika kama nini? Kama leo anabadilika marangi. Mtu akipita nguo ya joni inaenda kama ilasha badilika joni. Mtu akipita na rushe ule unabadilika, ushakuwa rushe. Kwa sababu hauna nini? Msimamo. Haubadiliki katika utumishi kwa sababu hauna msimamo wa imani yako. Haubadiliki katika Ukristo kwa sababu hauna msimamo ya Ukristo wako. Mkristo bado anaendelea kuishia hali ya uchafu. Huyu hana msimamo katika yale unayoamini. Ushauri ni kwamba usimame na msimamo. Acha tushuhudie watu yale ambayo tunayoamini.